jamii, lakini malipo yake yanafanywa na Wizara ya Fedha. Na nikaeleza hapa kwamba mlolongo huu pia unaonesha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa upotevu wa hizo fedha ambazo zinakwenda kulipwa. Kwa hiyo nikaika concern ni kwa nini fedha hizi zisilipwe na waratibu ambao wanafanya jukumu la kuwaratibu hawa wazee. Hiyo ilikuwa ni hoja ya kwanza. Lakini hoja yangu ya pili ilikuwa ni suala la wastaafu. Specific nimezungumza wa vikosi na specific nimetaja JKU. Kwamba lengo ni idara zote, lakini specific kwa ushahidi nimetaja JKU. Kwamba wapo wafanyakazi ambao walikwenda mahakamani kudai malipo yao ya pensheni baada ya calculation yao waliokuwa wanafanyiwa hayakuwa sahihi kwa mujibu wa sheria. Na wafanyakazi hawa walipokwenda mahakamani wakafanya makubaliano ya nje ya mahakama ambayo pia yalikwenda kusajiliwa kutiwa saini kipindi hicho na aliyekuwa jaji mkuu wa Zanzibar aliyekuwa jaji mkuu wa Zanzibar. Na makubaliano yale watu wale tayari mara kadhaa wameshaandika barua kukumbushia malipo yao, na wapo wengine ambao wameongezeka, lakini kwa masikitiko makubwa mpaka leo makubaliano yale hayakutekelezwa. So makubaliano yale ni sahihi kisheria, na barua ya mwisho wameandika tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2025 kukumbushia malipo yale. Ni lini makubaliano yale yatatekelezwa kwa watu wale kulipwa fedha zao? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikianza na lile la kwanza la pensheni jamii. Na ningetegemea Mheshimiwa Seif angeniuliza pia kwa nini mishahara inalipwa na Wizara ya Fedha. Wizara ya Fedha jukumu lake ndio kulipa. Wizara nyingine zinafanya tathmini na mambo mengine. Kazi yetu ni kulipa, na hii ndio tunayoifanya. Kwa hiyo usishangae kwamba pensheni jamii inalipwa na Wizara ya Fedha, kwa sababu ndio kazi yetu la kwanza. Kwa hiyo uratibu utaendelea kufanywa na unafanya, na ulifanywa hivyo maksudi. Amezungumzia upotevu. Tulisniff na tulisniki dalili za huo upotevu, na ndio maana tukaleta utaratibu ulio sahihi kwamba malipo sasa yatakuwa controlled katika Wizara ya Fedha. Tuliona dalili ya kwamba pengine kulikuwa kuna upotevu, wengine wazee hawapo duniani lakini wanalipwa na kadhalika. Haya tuliyaona. Kwa hiyo nimtoe hofu kwamba huu ndio mfumo sasa ambao tunaidhibiti hayo yanaitwa upotevu, kwamba hautokei sasa hivi. Lakini kuhusu wastaafu, hii kesi ni labda pengine tumeshakuwa tukizisikia, na hawa wa vikosi sina uhakika kama ni grupu hii tunayozungumza kweli walikwenda mahakamani, lakini kukawa kuna ruling ya mahakama, na nategemea ilikuwa kwamba walipe asilimia fulani. Tulifanya ex parte nje ya mahakama, lakini utaratibu wa kulipa ulikuwa haujakataliwa na serikali. Kulikuwa kuna some administrative issues zilikuwa hazijakaa sawa kwenye hili, na serikali haikuwa na nia hata kidogo kwamba hawa wasiwalipe, na serikali inaheshimu maamuzi ya mahakama. Hili lilikuwa na shida kidogo za kiutawala. Tutakapoziweka sawa, serikali haina tatizo na wananchi, haina tatizo na wastaafu, tutawalipa. Lakini kulikuwa kuna issues ambazo kama nilivyokuambia mwanzo, kwenye haya mambo ya malipo kuna vitu vingi. Kuna both yani nenda mbele rudi nyuma, kuna vingine vinakuwa havijakamilika. Wakati mwingine wahusika wenyewe wanakuwa hawajaridhika katika malipo yale na kadhalika. Kwa hiyo ni masuala ya kiutawala, lakini tutakapofikia kuona kwamba sasa tumeshaliweka sawa kiutawala, tutawalipa kama ambavyo tumekuwa tukiwalipa watu wengine. Ni jukumu letu kulipa. Mheshimiwa Seif Ahmad Suleiman. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii hoja ya mwanzo ya pensheni amenambia kwamba wanafanya tathmini. Kwa hiyo nimeridhika ya hii pensheni jamii, lakini hoja ya pili bado sijaridhika na majibu ya Mheshimiwa Waziri. Na sijaridhika kwa sababu kwanza jambo hili ni la muda mrefu sana. Nitokea mwaka 2009. Kwa hiyo mpaka leo
ni siku nyingi sana. Lakini pia kuna barua ambayo ilitoka kwa rais, Mheshimiwa Rais, agizo, barua ya tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2022 kusisitiza kwamba walipwe fedha zao. Hasa Mheshimiwa Mwenyekiti, barua ya mahakama, agizo la Mheshimiwa Rais la tarehe ambayo nimeitaja, kinasubiriwa nini? Watu wengine tayari wameshakufa, bado hawajapata haki zao, kwa sababu tunaelewa kwamba kweli inawezekana ikawa kuna mambo hayajakaa vizuri, lakini angalau ni mwaka mmoja na nusu, miaka miwili. Tupige hesabu ya 2009 mpaka leo, miaka mingapi? Agizo la Mheshimiwa Rais kutoka 2022 mwezi wa 8 tarehe 15 mpaka leo halijatekelezwa. Nani mwenye ubavu wa kuzuia utekelezaji wa agizo la rais, ambaye rais yuko chini kuliko ni yeye? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi yetu haijawahi na haitowahi hata siku moja kukalifu maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Yeye anasema barua anaijua yeye, na content ya hiyo barua labda pengine anayo yeye, lakini tukiletewa kutafsiri content ya hiyo barua yenyewe, pengine tunaweza kuwa na concept mbili tofauti. Mheshimiwa Rais hatoi maagizo kwamba fanya kitu fulani. Mara nyingi sana anakupa guidance ya kufanya kwa mujibu wa utaratibu, na anapokuguide lengo lake ni kwamba upite katika taratibu kwanza, ndipo ukafanye hayo maamuzi. Sasa inawezekana hiyo barua quotation aliyokoti yeye pengine ilimuelekeza tu kwamba rais kasema lipa. Mheshimiwa Rais akiniambia sasa hivi lipa, nitalipa sasa hivi bila maelezo mengi, lakini inategemea iliandikwa katika connotation gani na ilikuwa inaeleza nini. Mara nyingi sana tunakuwa very careful na maelekezo ambayo huwa yanapewa na instruction maalum, fanya kwa mujibu wa kitu fulani. Pengine hicho kitu kinachoambiwa kufanywa ndicho kilichokwaza kinafanywa kazi. Kwa hiyo ukifanya quotation ya barua ya Mheshimiwa Rais, kwanza nitakuuliza hata uliipataje? Sijui uliipataje, maana yake barua ya Mheshimiwa Rais ni kitu kizito sana, na ndio maana nikasema tafsiri ya vitu ambavyo wanavisema ambavyo wanavijua wenyewe wawe na tahadhari kidogo. Hatujui hiyo barua anayosema yeye kama kweli ipo imeandikwa nini, na pengine kiletwa sote tutasema kumbe kulikuwa kuna kitu hichi na maelekezo haya yalikuwa yanaelekeza hivi. Mheshimiwa, naomba kama kuna mtu ana shida yake anadai, kama mtu ana madai yake, Wizara ya Fedha wakati wowote iko tayari kumlipa. Hatuna shida kumlipa mtu, tunalipa vitu vingi sana. Mwaka 2021 tulilipa zaidi ya bilioni 460 kwa wadai mbalimbali wanaodai serikali, ikiwemo watumishi na kadhalika. Lengo ni lile lile, kuhakikisha kwamba hatuwapi shida wananchi wetu. Kwa hiyo hapa kama kulikuwa kuna shida lazima tukiri, sio tu vile unavyoiona wewe, lakini sasa tuache tukae sehemu zote tuitizame. Ofisi yetu iko wazi, njoo tukae kitako, utuambie specifically hii barua ilisema hivi, tuta find out nini ilikuwa shida. Mheshimiwa, hili ni muahidi Mheshimiwa Shineni, Mheshimiwa Seif, nitafanya naye kazi kwenye hili mimi mwenyewe binafsi ili tuweze kulitatua. Asiwe na hofu, serikali haina shida hata kimoja moja ya kumdhulumu mwananchi wake. Hatuna mission hiyo wala hatuna nia hiyo, atuelewe. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Seif Ahmed Suleiman. Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua commitment ya waziri ambayo ameitoa, na kwa sababu yumo ndani ya siku 40 za ile masiku makuu ambayo yametajwa, nitamletea hawa watu na barua, pamoja na barua wakainao ili wale watu wapate haki zao. Asante. Asante.